ukweli kuhusu nguvu za giza, kuhusu mapepo. Kumekuwa na mkanganyiko sana, mtafaruku, upinzani, mabishano kati ya watu wa kiroho na kidini, pia pamoja na watu ambao wako katika sayansi, upande wa kisayansi. Kwa muda mrefu imeonekana kama mambo ya kiroho yanapingana na uhalisia ama sayansi. Lakini ukweli ni kwamba mambo mengi ambayo yameelezwa katika dini na masuala ya kiroho kwa ujumla, mengi yana uhalisia kabisa. Na kuna uhusiano mkubwa kati ya mambo ya kiroho na mambo ya kisaikolojia na saikolojia. Ndio maana kuna kitu kinaitwa spiritual psychology. Hata namna mimi ambavyo nakuongoza katika safari yako ya uponyaji, natumia mbinu za kisaikolojia, psychological, za kitaalamu kabisa, psychological na spiritual, sasa katika upande wa kisayansi, kwa sababu pia kuna mambo mengi sasa hivi baada ya maendeleo makubwa ya tafiti na teknolojia kuongezeka. Sayansi imepanuka na tumekuwa na vifaa vingi sana wanadamu vya kuweza kupima mambo mengi. Tunaanza kugundua ukweli wa mambo mengi ambayo yalikuwa yanatamkwa kama mambo ya kiroho. Kwa hiyo mambo mengi ya kiroho ambayo yalikuwa kama myth, kama jambo la kusadikika, la kufikirika, yamekuwa wazi. Lakini wakati huo kumbuka pia bado kuna mambo mengi ya kiroho hayana uhalisia. Mojawapo ni kuhusiana na nguvu za giza, mapepo. Sasa nikupe levels za ufahamu kuhusiana na nguvu za giza au mapepo. Kuna levels. Hiyo ni lugha ya kidini. Sasa nataka nikutoe kwenye lugha ya kidini twende kwenye saikolojia na sayansi, ili uweze kuwa realistic person. Usiwe mtu ambaye unafuata tu, unapokea tu vitu kwa sababu babu alikuwa naamini hivyo, aliletewa imani hiyo, na wewe umepokea hivyo, umeona sijui what happened there. Kama mtu mmoja ni kama aliniuliza swali, maybe anataka kujua kwamba sasa wewe unavongea wakati watu tunaamini kabisa kwa jina la Yesu mapepo yanatoka. Kwa hiyo yeye anaamini kwamba ukikemea, kwa sababu umekemea pepo kwa jina la Yesu limetoka, basi huo ndo usahihi wa imani, huo ndo usahihi wa imani. Wakati katika imani hiyo inaeleza, katika imani, katika dini huko kwamba unaweza ukawa wewe mwenyewe ni pepo, ni shetani, alafu ukakemea mapepo. Na ndio maana kwenye vitabu ambavyo vinamwelezea Yesu vinaeleza, anasema kwamba watakuja watu, watafanya miujiza, watatoa pepo kwa jina langu, lakini sio mimi niliowatuma, manabii wa uongo. Kwa hiyo usidanganyike na haya mambo unayoyaona yanatokea katika macho kwa nje. Elewa sayansi iliyo nyuma yake na saikolojia iliyo nyuma yake ili uwe safe. Usiamini jambo kwa sababu tu kuna mtu amekufanyia hivi umeona. Ni sawasawa na wanaofanya magic, kwa mfano mazingaombwe. Mazingaombwe, mtu anaweza kufanya mazingaombwe karatasi ukaishika kabisa hivi ukaona hela. Sio kama umeelewa? Lakini ukienda nyumbani ni karatasi. So lazima tutoke katika kufuata mkumbo, twende katika tafiti, na hakuna jambo ambalo huwezi kulithibitisha katika utafiti. Hata mambo ya kiroho inawezekana kuyathibitisha katika tafiti, sababu tafiti pia ziko katika levels. Kwa hiyo kuna tafiti ambazo moja kwa moja ni za kibiolojia na kuna tafiti za kisaikolojia, na vyote ni sanaa na sayansi. Kwa hiyo ukweli ni huu kuhusiana na nguvu za giza, mapepo na nini. Kuna levels kuhusiana na mapepo. Kwa uhalisia, mapepo kama mapepo ambayo tunayaamini yale tunayaona, they do not exist. Hayapo. Ni illusion. Ni picha ya akili ambayo imetengenezwa, ni maumbile yaliyotengenezwa na mtu. Yaani mwanadamu, angalia, mind yako, fikra yako ina uwezo mkubwa sana wa kuumba uhalisia wako. Akili yako ina uwezo mkubwa sana wa kuumba uhalisia wako. Chochote unachokiona kwenye maisha yako ni uumbaji wako. Angalia, twende taratibu, sikuhukumu. I'm not here to judge you. No. Nataka twende pamoja katika kufungua fikra zetu na fahamu zetu, ili tutoke katika vifungo ambavyo vimetufunga kwa muda mrefu na vimetufanya tutembee katika hofu, tutembee wengine katika hatia.
Unatembea mara nyingi unakuwa na wasiwasi kwa sababu tu ya imani, fikra ambazo umelishwa na watu. Alafu lengo za hizi imani nyingi sio kukuliberate, sio kukufungua. Tunakuwa kwa mfano kwenye jamii zetu sisi, tunajua Waswahili, si ndio? Tunakuwa stories tunazopeana pale kwenye ule mti mizimu, si ndio? Wachawi, ukipita pale usiku, si mashetani, si umeelewa? Usipite pale makaburini, si utakutana na majini. Those are the stories that we know. Si kama unaelewa? Wewe unafikiri tangu ukiwa mtoto unasikia story kama hizo, unavyoendelea kukua, ukiona mambo yako hayajakuendea vizuri, cha kwanza utawaza nini? Wakati mwingine unakuwa una hofu hata kuingia chumbani kwako kwa sababu, au kutoka nje ya nyumba kwa sababu umesikia mazingara fulani, alafu moja kwa moja zile elimu ulizolishwa zinakuja, vinakuwa kama uthibitisho. Kilitokea. Sasa nataka nikueleze, angalia, akili ya mwanadamu ina uwezo mkubwa wa kuumba. Kwa hiyo sasa, picha ulizotengenezewa, elimu ulizopewa, imani, mitazamo, hata kama zilikuwa ni za uongo, kama ulitengenezewa kwenye akili yako ikakubali, ikaamini kwamba ni kweli, kadri unavyoendelea kukua, ukilisha kile jambo, utaanza kuliona likiwa lina madhihirisho ya kisaikolojia na madhihirisho hata ya kimwili kabisa. Kwa mfano, kama umewahi kuona nyoka au umepita mahali ukaona nyoka wengi wakakutisha, kwenye akili yako kawa na hofu ya nyoka, ulipopita polini kama hapa ukaona nyoka, baada ya siku kadhaa unawezekana hata umeshasahau. Kuna siku utapita hapo usiku, utaona tu gogo limekaa hivi tu mti, lakini macho yako yataona nyoka. Yaani utaona nyoka kabisa, mpaka usogee karibu, mwanga umulike pale, ndo utasema kumbe ni fimbo. Lile umbile uliloliona limetokana na nini? Umeona kabisa, macho yako unaona kabisa, mbona ile macho yanaona kabisa, lakini unachoona sio sahihi. Ni image iliyotengenezwa kwenye ubongo wako kulingana na kile ulicholishwa. Fikiria kama hujawahi kuona nyoka kabisa kwenye maisha yako. Ukipita kwenye poli kama hivi, unachojua ni miti tu na matawi yaliyoanguka chini. Hata ukipita mahali kweli kuna nyoka ameganda pale, wewe utapita tu. Kwa sababu una image hiyo kwenye akili yako. Akili ndio mchawi. Mchawi wako namba moja ni akili yako, na rafiki yako namba moja ni akili yako. Unaweza kutumia akili yako kuwa huru, uitumie, si unaelewa? Lakini pia usipojua namna kuitumia akili yako, kilicholishwa kwenye akili yako pasipo ridhaa yako au pasipo wewe kujua matokeo yake, kinakuja kukutawala na kukutengenezea vitu ambavyo mwisho wa siku vinakuweka kwenye gereza lako wewe mwenyewe. Kwa hiyo angalia nini kinatokea sasa. Cha kwanza, zile elimu ulizolishwa zile zinakuja kutengeneza hilo umbile. Unakuwa unaamini kwamba kuna nguvu za giza na kuna mapepo, majini na mashetani ambayo yanaweza kumwingia mtu na yakamjaa mtu. Kwanza umeamini kwenye akili yako. Alafu cha pili sasa, mwanadamu unavyoendelea kukua, kama unapitia maumivu, kama unapitia manyanyaso, kama unapitia mambo ya kukuumiza mengi, kwenye akili yako una uwezo wa kutengeneza rafiki bandia. Na ndio maana unaona mtu anaweza akawa anaongea na watu, mtu mfano mwenye schizophrenia, anaongea na mtu, anamuona, nyie amuone. Anamuonea wapi? Anamuona kwenye akili yake. Na yeye anamuona yule pale, yeye anamuona yuko nje, lakini kiuhalisia ni mtu aliye kwenye akili yake. That is how powerful the mind is. Kwa hiyo mara nyingi level ya kwanza ya nguvu za giza na mapepo ni vivuli vilivyotengenezwa na akili. Na hivyo ndivyo ambavyo unaviona watu wengi wanaotolewa mapepo makanisani na misikitini, majini anatoa mashetani majini. Ni vivuli vilivyotengenezwa kwenye akili za watu. Na ndio maana fanya utafiti. Wewe uko hapa ni msomi, fanya utafiti. Haijalishi msomi ni kwamba unapenda kujifunza. Kwa hiyo mimi sijui maisha la 4 hujasoma kwenda darasani, lakini najua wewe ni msomi kwa maana unapenda tafiti, unapenda kujifunza, ndio maana umekutana na hii video. Sasa fanya tafiti katika hao watu, nenda tembelea wale watu wale, kaa nao baada ya yale matukio, anza kuongea nao, anza kufuatilia historia zao. Utagundua wana confusion kubwa katika akili zao. Wana mambo mengi waliopitia ya kuwachanganya. Wamepitia kwenye familia dysfunctional, familia zenye matatizo makubwa ya kisaikolojia. Wamepitia mambo mengi ya kuwaletea maumivu. Kwa hiyo wametengeneza vivuli, yani akili zao zinatengeneza vivuli ambavyo vinageuka kuwa majinamizi. Kwa hiyo sasa hivyo vivuli na majinamizi vinakuwa vitu halisi, vyenye akili, vyenye ufahamu. Sio kama unanielewa? Na ndio maana unaweza ukaona hizo sarakasi zote hizo zinazoendelea, maigizo yanayoendelea pale.
kwa sababu vile vivuli vinakuwa vina uhalisia, vinapewa uhai na akili ya mtu. Na ndio maana mtu anapokuwa anaongea kama schizophrenic, anakuwa anatukanana, anasema hivi, wananitukana. Ina maana wale watu waliowatengeneza kwenye akili yake wanaongea. Sume, kwa usishangae unapoona kwamba mapepo si yanaongea, mtu anaongea, tunasema mapepo yanaongea kwenye akili yake. Jua yanaongea kutoka wapi? Kwenye nini? Kwenye akili yake. Understand that. Na ndio maana kaa na watu ambao, nenda niambie mtu yoyote ambaye amekuwa kwenye mazingira ya amani, amekuwa kwenye mazingira ya utulivu na sio ya unyanyasaji, alafu nionyeshe mmoja, au wewe kama uko ambaye unasema hivi, mimi sijawahi kupitia manyanyaso kwenye maisha yangu, sijawahi kupitia uonevu wowote, au na sijawahi kulishwa kwenye akili yangu elimu kuhusu mashetani na majina mapepo, lakini nimewahi kuexperience kitu kama hicho. Labda umeanguka tu na mapepo, umekemewa tu mapepo. Testify there. Ukweli ni kwamba, na ndio maana kuna watu wengine wakawa wanasema hivi, kwa nini mara nyingi watu wenye shida, mara nyingi wenye maskini ndio wengi wanakuwa na mapepo, nguvu za giza? Kwa sababu siri iko hapo. Sio kama umeelewa. Maumivu, sikia, maumivu, chuki, husuda, wivu, hofu ni nguvu halisi. Sio kama umeelewa. Ni vitu ambavyo vipo kama ambavyo wewe uko na unaweza ukavitengeneza kwenye akili yako, kwa vinageuka vinakuwa vitu halisi. They turn to be a real thing. Na ndio maana sasa, kwa mfano, kama wewe unanisikiliza ninachoongea, yani kitendo cha kuongea na mimi ukaanza kukabiliana na hofu zako na yale maumivu yako, hata kama ulishawahi kuwa ukienda makanisani, kwa misikitini, si unaanguka majini, utashangaa iko kitu ni kuisha habari yake. Sio kama umeelewa? Sio kama umeelewa? Ukijielewa, ukijua wewe ni nani na kujua namna ya kuitumia akili yako, una nguvu kuliko kitu kingine chochote. Una nguvu ndani yako kuliko kitu kingine chochote kilicho nje. Wewe ndiye unayetoa nguvu kwa vitu vingine nje. Wewe ndiye unayetoa nguvu kwa watu wengine nje. Adui wa nje hawezi kuwa na nguvu kwenye maisha yako kama ndani yako hakuna adui. Sasa that's the first level. Sasa nikija kwenye level ya pili, ambayo hiyo inaweza kuwachanganya watu wengi zaidi. Level ya pili, this is so serious. Hii ndio muhimu zaidi. Tukizungumzia watu wanaoviita mapepo, nguvu za giza, si umeelewa? Kiuhalisia sio nguvu fulani ambazo ziko mahali fulani, ni watu, aina ya watu wanaotembea katika hizo hisia mbaya, hizo hisia za nzito sana, hizo zenye kuumiza, hizo za chuki, za wivu, za husuda, za ubinafsi uliokithiri. Those are the demons. Kwa maana yake nini? Kumbuka naongea lugha sasa ambayo ni imetumika kwa muda mrefu kama mystic, kama vya kufikirika. Mystic tunasemaje? Si umeelewa? Na kuletea katika lugha ya kisaikolojia ambayo unaweza kaelewa, na sayansi kwamba unaweza kaelewa. Kuna watu sasa wameamua kuvaa, umeelewa? Sio tu kwamba katengeneza umbile la akili kichwani mwake na pasipo yeye kujua, huyu mtu sasa anakuwa ameamua kuvaa uhusika wa hizo sifa za kuwafyonza nguvu watu wengine. Na ndio hao unaweza kashangaa mtu yeye anatoa mashetani wengine, anatoa mapepo wengine, lakini ukienda kuangalia maisha yake unagundua ana sifa zote ambazo watu wanaita za kishetani. Tuseme sifa mbaya zile, kwa mfano. Si umeelewa? Unakuta ni mtu mnyanyasaji, ananyanyasa watu. Utakuta ni mtu ambaye anafanya yani vitu ambavyo nyuma ya pazia ukiangalia unasema kabisa, sasa hivi kilikuwa kinatokea nini pale? What is going on? Unasema unawafungua watu wamefungwa na nguvu za giza, wakati wewe mwenyewe ndo kama nguvu ya giza yenyewe. na wengine wana majina mazuri tu, hadi viongozi wa kiroho. Mimi nafahamu baadhi yao, I know some of them. Wengine nimekuwa nao karibu, I know them. Na wengine nimeexperience ile nguvu karibu nao. Nimeweza kuona how demonic they are. Si umeelewa? Kumbuka ninavyosema demonic sio katika lugha ile ambayo wenyewe mnaifikiria, mnaizungumza. Nazungumza ni watu ambao wanatembea na hisia nzito mno, kiasi kwamba unavokaa karibu nao wanakutafuna, wanafyonza nguvu yako. Level ya tatu sasa inaunganika na level ya kwanza. Yale maumivu ambayo mtu mmoja anaweza akayatengenezea umbile. Hofu zile,
na hizo hisia nzito hizo ambazo ziko ndani ya watu, mtu anaweza kutengeneza maumbile demons sasa, ambazo ndio za mtu mmoja mmoja. Unaona wale watu wanatolewa mapepo. Sasa zile watu mnapokuwa pamoja, mkawa na hiyo, wote mna fikra hii moja ya hofu, wote mna fikra hii moja ya chuki, wote mna fikra hii moja ya kulipiza kisasi, mnatengeneza kiumbe that is higher level of demon. Collective, sio kama umeelewa, inakuwa ni collective consciousness, inakuwa ni ufahamu wa jumla bandia, kivuli kilichotengenezwa na jamii. Hiyo ndio hatari zaidi. Unaweza wewe ukasema hivi kwenye akili yako, mimi siamini mapepo, siamini nguvu za giza, siamini nini, wale ambao umeanza kuelimika na nini, lakini unashangaa unaanza kukutana na experience nzito kabisa kwa uhalisia. Unaona kabisa mbona ya mambo kama yapo haya. Sasa yapo kwa namna gani? Yapo kwa sababu kile kinachoendelea katika akili za watu. Sasa watu wengi wana akili inayofanana, wanatembea na hizo hisia nzito kwa kufanana, wanatengeneza liumbile likubwa hilo. Sio kama umeelewa? Hapo sasa ndio inakuwa ngome kubwa sana, hatari. Hilo liumbile kubwa hilo unaweza ukatengeneza likawa, kwa mfano mnavyoona kwenye zile nchi ambazo kunakuwa na machafuko makubwa, hata Watanzania wame experience hiyo kitu. Unakuta watu wengi mnatiana upepo, yani ile kila mmoja anaeleza hisia kali, maumivu makali, that the demon. Sio kama umeelewa? Mnavyounganika kwa pamoja mnatengeneza liumbile likubwa ambalo na lenyewe litataka kula chakula, lakini mmelitengeneza ninyi. Mkilitengeneza hilo umbile la maumivu, that is the demon, ambao wengine sasa wataita kwa lugha ya kidini, wataita, wengine wanaita pepo la mauti. Hamna kitu kama hicho, sikia. So hilo liumbile hilo ambalo mkishalitengeneza hilo linaanza kufeed, lazima lishibe maumivu. Kama ni mtu mmoja, yani mtu mmoja, labda uko na mpenzi wako ana umbile lake la maumivu. Linapokuwa kubwa lile umbile la maumivu linakuwa a little demon, kama kademon hivi. Kuna siku linakuwa na njaa lile umbile. Linapokuwa na njaa linataka lile kwenye magomvi, machafuko. Ndio unakuta mtu anakuchokoza tu. Mlikuwa mnakaa kwa amani, mko vizuri, baada ya wiki moja, wiki mbili, tatu, unashangaa mtu anaanza kufanya vitu vya kukuchokoza. Kwa nini? Umbile lake la chakula linataka, umbile lake la maumivu linataka kula chakula. Kwa na wewe pia una umbile lako la maumivu liko ndani. Ndio maana kila mtu ana little demon ndani yake. Maadamu umezaliwa kwenye hii dunia ambayo tayari umezaliwa, kuna jamii, collection ya jamii ya watu na fikra za watu imeshatengeneza demonic atmosphere. Na hasa kwa mfano kwenye familia wengine ziko katika mtindo huo. Kwa hiyo tayari unakuwa iko ile umbile, unapokuwa tu unaanza kupata ufahamu, unalitengeneza kwenye akili. Unatengenezewa tena hata pasipo wewe kupenda, sababu umekuta tu. Kwa hiyo kila mtu unavyokuwa alipo hilo, na ndio moja ya uhuru katika maisha ni kuweza kujua namna ya kudili na hicho kivuli ambacho umekitengeneza ndani yako. Lazima ukabiliane nacho hicho. Kwa unakuta sasa ukiwa na mtu mmoja ndo anakuchokoza, mtagombana, wengine mpaka mnapigana mapanga, mnapigana makofi wapenzi. Pale msifikiri ninyi tu, kuna umbile mlolitengeneza ndani yenu. Hivyo viumbe ambavyo mmevitengeneza ninyi vinakula chakula, vinakula maumivu. Sasa hapo ni watu wawili tu. Sasa imagine watu milioni, wote mnaongea akili moja. Umeelewa? Apigwe, afai, awawe, ikitokee, kichimbike. You see what? Mnatengeneza liumbile hilo sasa. Mnalitengeneza hilo. Huo moto hauzimiki huo. Na hiyo ndio shida ambayo mko nayo hata sasa hivi wa Tanzania. Ndio shida ambayo mko nayo. Hamtaweza kupona Tanzania katika jela lilotokea lile ndani mpaka mjue psychologically how to deal with that. Is the spiritual psychology. Haiondoki kwa dini hiyo. Na ndio maana viongozi wa dini wenyewe wanasueni, viongozi wa dini wenyewe wanamwaga petroli kwenye nini? Kwenye moto. Si kama umeelewa hapo? Ni jambo la saikolojia na saikolojia ya kiroho na sayansi. Na kikubwa zaidi, jamii kubwa ya watu ina uwezo wa kutengeneza sio tu hizo demons, inaweza kutengeneza mpaka deities, mpaka miungu. Na hiyo miungu ikaonekana kuwa very real, halisi, na ikafunction, ikafanya kazi kabisa ya kuwatawala hawa watu na kuwaongoza hawa watu. Hivyo ndivyo kina kilivyo, how deep these things are. Moja hiyo sijakutajia, maybe next time I will explain to you.